Sasa leo Irani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya vituo vya Marekani, lakini pia imelenga kwa mara ya kwanza kambi ya Marekani nchini Syria. Taarifa inasema Irani imedai Ijumaa kuwa imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, yakiwemo shambulio la kwanza la moja kwa moja dhidi ya kambi ya Marekani nchini Syria. Hatua hiyo imekuja baada ya Marekani kufanya usiku wa 6 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani CENTCOM, mashambulizi yake yalilenga kisiwa cha Kashmir, maeneo ya Bandari Abbas, pamoja na vituo muhimu vya jeshi la wanamaji na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran. CENTCOM ilisema ndege za kivita, droni na manuari za Marekani zilitumia silaha za usahihi kushambulia mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya ufuatiliaji wa pwani, miundombinu ya kijeshi na uwezo wa operesheni za baharini wa Iran. Shirika la habari la Tasnim liliripoti kuwa raia mmoja aliuawa katika shambulio la Marekani lililolenga eneo la Pasabandar karibu na mji wa Chabahar kusini mashariki mwa Iran. Kwa upande mwingine, Iran ilisema imejibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora na droni dhidi ya vituo vya Marekani nchini Bahrain na Kuwait. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran pia vilidai kuwa IRGC ilishambulia kituo cha operesheni maalum cha Marekani katika eneo la Al-Tanf nchini Syria, ikiwa ni mara ya kwanza Irani kulenga moja kwa moja kambi ya Marekani ndani ya Syria. Wakati huo huo, mashuhuda waliripoti kusikia milipuko katika mji mkuu wa Qatar, Doha, huku wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo ikithibitisha kuwa mtoto mmoja alijeruhiwa na vipande vya mlipuko. Irani pia imedai kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yaliharibu madaraja 5, kituo cha reli cha Bandar Kamir na uwanja wa ndege wa Iran Ashar. Shirika la habari la IRNA ilisema watu 7 waliuawa baada ya mashambulizi hayo kulenga madaraja katika Bandar Kamir. Aidha, IRGC ilitangaza kuwa imeharibu rada ya kijeshi ya Marekani katika eneo la Salameh Rocks pamoja na rada ya udhibiti wa anga katika eneo la Gamneh nchini Oman. Kuongezeka kwa mashambulizi kati ya pande hizo mbili kumeathiri kwa mara nyingine usafirishaji wa meli kupita katika mlango wa Hormuz, njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta na gesi. Irani imeendelea kuzuia shughuli katika mlango huo, huku Marekani nayo ikiendelea kuzuia shughuli za bandari za Iran. Vyanzo vilivyozungumzwa na Reuters vimedai kuwa Tehran pia imeashiria uwezekano wa kuwahimiza Wahuthi nchini Yemen kufunga mlango Bab el-Mandeb iwapo Marekani itaendelea kushambulia miundombinu ya Iran. Katibu wa habari ya ikulu ya White House, Caroline Leavitt, alisema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump hataacha mashambulizi dhidi ya usafirishaji wa meli katika mlango wa Hormuz yaendelee bila hatua, lakini akasisitiza kuwa bado yuko tayari kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Ndani ya Irani, raia wameendelea kuishi katika hofu kutokana na kurejea kwa mashambulizi. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuonya kuwa anaweza kuongeza mashinikizo ya kijeshi dhidi ya Iran, ikiwemo uwezekano wa kutumia vikosi vya ardhini na kushambulia miundombinu muhimu iwapo Teherani haitarejea kwenye mazungumzo. Sasa Irani imepanua wigo wake wa mashambulizi baada ya kushambulia kwa mara ya kwanza kambi ya kijeshi ya Marekani huko nchini Syria, ikiwa ni upanuzi wa mashambulizi kujibu uchokozi ambao unafanywa na Marekani. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.